Welcome again to another session. The lesson today is about linear programming, which is found in Basic Mathematics 4. Topic yetu inaitwa linear programming. Mtu akisema linear, manake ni sasa tunasema linear equations. So letu linasema kwamba two types of foods, A and B, containing 4 and 6 units of protein, and 5 and 4 units of starch per kilogram respectively. If the minimum daily intake is 15 units of protein and 12 units of starch, how much food should be bought in order to meet those conditions? Hatua ya kwanza lazima ulijue swali letu linahitaji nini. Na kabla ya kwanza kusolve swali lolote la linear programming, lazima ukumbuke kuna condition. Condition ya kwanza, hapo wakati tunatumia inequality sign, ambayo tunatumia inequality sign zinamgawanyika katika makundi manne. Kuna less than, kuna greater than, kuna less than or equal, kuna greater than or equal. Kutoka hapa sasa, mara nyingi tunatumia sign hizi mbili au equality hizi mbili, less than or equal, greater than or equal. Sasa je, kitu gani ambacho utakachokiona kwenye swali kitakuonyesha moja kwa moja utumie less than or equal? Kitu gani kikiona kwenye swali au neno gani ambalo utaliona kwenye swali itakuonyesha moja kwa moja utumie greater than or equal? Naomba nionyeshe sasa hayo maneno ambayo ukiona kwenye swali lolote utajua ni alama gani ya equality ambayo inatakiwa utumie. Tunaanza, ukiona amekuandikia at least, sign ambayo inatakiwa itumike ni greater than or equal. Ukiona amekuandikia small ni greater than or equal. Ukiona amekuandikia minimum ni greater than or equal. Ukiona amekuandikia cheap ni greater than or equal. Kwa neno lolote tukaona kwenye swali lako, basi unajua alama ambayo inatakiwa utumie ni greater than or equal. Kwa mfano, kwa haraka hapo kuna minimum. Tayari umeingia hapa. Kwa maana yake swali letu moja kwa moja tukianza kutengeneza zile inequality equation, lazima tutatumia greater than or equal. Lakini ukiona maneno haya hapa, kwa mfano at most, greatest, net profits, hata ukaona tena kingine maximum au gross income, maana yake alama ambayo inatakiwa itumike hapa ni equality less than or equal. Kwa neno lote utakaloiona kwenye swali lako lazima utumie sign hii hapa. Sasa kutoka hapo, kitu kingine ambacho natakiwa ukumbuke ni conditions. Conditions sisi tunazitaka ni constraints. Anapokuwa nasema constraints au condition, maana yake nini? Ni lazima katafute the optimal solution. Tunazungumzia optimal solution, maana yake ni ile equation ambayo inaenda kukupa maximum or minimum according to the questions. Maximum or minimum value ambayo tunaipataje? Tunaipata kwa kuwa au kwa kuchukua objective function. Kumbe kitu kingine ambacho tunatakiwa kijue ni lazima ni constraints au condition. Hizi condition zipo mbili tu. Condition ya kwanza inasemaje? X is greater than or equal to 0. Lakini condition ya pili inasema y is greater than or equal to 0. Hizi zitatusaidia sana chora graph. Lakini kutoka hapo kuna kitu kinachoitwa objective function. Sasa objective function hii hapa kwa inatusaidia. Nyapo tunasema general formula ya objective inasema ax plus by. Maana yake a ni constant number na b ni number yoyote. Lakini x na y maana yake hizi. Hii objective function utakuja utumie kuinsert the corner points. Ambapo tunasema corner point is a point which gives the maximum or minimum value. Lakini hii hapa objective function tunasema is the objective function which maximize or minimize the productions or the profit or the cost whatever. Sasa kutoka hapo tunapokuwa tunazungumzia linear programming. Linear programming imegawanyika katika makundi mawili. Kuna normal linear programming. Tunapokuwa tunazungumzia normal linear programming, maana we are going to deal with the expenditures. Lakini tunapokuwa tunazungumzia transformations, maana tunazungumzia ni kwamba yenyewe imegawanyika katika makampuni. Kwamba mizigo inakuwa inasafiri kampuni moja kampuni jingine.
Lakini sisi ambao tunadili nayo ni ile normal ya kawaida kabisa ya kwetu ambayo tunaifanya O-level. Lakini transformation utaikuta advanced. Sasa kutoka hapo naomba tuanze moja kwa moja sasa maswali yetu. Maswali hapo yana sura mbili tu. Sura ya kwanza watakuchorea jedwali, halafu wewe ndio uta insert zile equations. Lakini swali la pili watakupa maelezo kama haya, halafu unatengeneza table. Kwa twende moja kwa moja tukatengeneze table kwa sababu haya ni maelezo. Haya, swali nasemaje? Swali nasema kwamba two types of food. Tuna aina mbili ya vyakula. Kuna food A, food B. Food A, food B. Kwa hatua ya kwanza tunaanza kutengeneza table yake, mathematical analysis. Ukisema mathematical analysis maana yake nini? Tunaenda kutoa haya maelezo, tunaweka kwenye table, baada hapo tuna insert equation ili tunatembea mbele. Kwa tunaanza. Cha kwanza we have two types of foods. Kwa hiyo kaziandika, cha kwanza tunaziandika hizo aina za vyakula mbili tu. Tuna types of food A and B. Kwa tunaandika haya food. Unaanza food A, hafu hapa food B. Hivi. Ukimaliza, haya ndani ya hiyo types A na B. Ndani ya aina ya vyakula hivyo ambao ni chakula A na B, ndani yake contains, maana kinajumlisha ndani yake kuna protein na starch. Kwa sababu ili kusudi tupate ndani yake, maana tunaanza tunaandika hapa protein, unakuja unaandika starch. Kwa sababu gani nimeandika hapa? Nimeandika hapa kwa sababu food A ina contain vyakula vyote viwili. Kwa food A ina protein na starch. Tukitoka hapo, lakini food A na food B, japo ndani yake kuna protein na starch, kwa kuna kitu kiwoga tunakiandika total. Maana jumla ya protein na starch ndani ya food A, jumla ya protein na starch ndani ya food B. Kwa hiyo tunaitaja total au available. So we write here available au total. Kwa wengine wanatumia available, wengine total. Yote ni sawa. Hivi. Baada ya hapo endelea kusoma. Sasa tunajua sawa ni food A, protein, starch. Lazima kuwe na bei ya food A ambayo inajumuisha protein na starch. Pia lazima tuwe na bei kwa sababu kumbuka tumesema kwamba linear programming au normal linear programming dealing with expenditure, matumizi ya vitu. Kwa maana lazima tuwe na cost pia ya vyakula A na B. Tuende tuendelee sasa. Baadaye tutasema haya, two types of food A and B contain 4 and 6 units of protein and 5 and 4 units of starch per kg respectively. Kumbe sasa hizi zote zinakuwa ziko kwenye kilogram. Kutoka hapa kusemaje? If the minimum daily intake 15 units of protein and 12 units of starch, kama ikiwa unit 15 za protein mboga zinakuwepo kwa ajili ya kuchukuliwa kwa ajili ya matumizi. Sasa kama mboga zinakuwepo intake unit of protein, mboga zinachukuliwa, maana yake tunaziweka kwenye available. Haya. Twende sasa haraka tuende na muda. Tunaanza. Kwa kumbe sasa hapa pia kutakuwa na kosi zake. Hawa watakuwa na kosi zake. Tunazipata wapi? Twende tuzipange kwanza. Kwa utachora hivi, utachora hivi, chora hivi, chora hivi. Baada ya hapo na so two types of food A and B contain 4 units and 6 units of protein and 5 and 4 units of starch respectively. Akisema respectively maana nini? Tunaanza hizi za mwanzoni hizi 4 na 6 ni protein, alafu huyu 5 na 4 ni starch. Kwa tunaanza food A. Food A imetuambia kwamba two types of food A na B. Kumbe hii ya mwanzoni unaoiona hii ambao ni 4 na 6 units of protein zilikuwa za food A.
Lakini inayofuata 5 and 4 units zilikuwa za food B kwa sababu amesema neno respectively. Kumbe tunaanza sasa. Haya, food A. Food A, that's of food A ilikuwa na 4 units and 6 units of protein. Kumbe unaenda kwenye protein. Je, protein ni wapi? Protein ni hapa. Kwa tunafanyaje? Hatuachoenda ukifanya, lakini zote zilikuwa ni protein. Tunaanza 4 units and 6 units of protein. Hatuende protein hii hapa. Na kwa kuwa ametuambia A na B zote respectively, maana yake hii hapa itakuwa ya A, hii hapa itakuwa ya B, lakini ni protein. Hii itakuwa ya food A, hii itakuwa ya food B. Ni protein. Kwa unaenda kwenye protein hapo, unaanza food A, tumetoa units zake ni nini? Unaandika hapa, unaandika unit. Unatoka unakuja food B ni 6 unit. Protein ile ile unaandika 6. Unahama. Unaenda wapi? Unaenda sehemu nyingine. Unaendelea kusema starch. Unakuja and 4 and 5 and 4 unit of starch respectively. Akisema respectively maana yake nini? Kumbe type A starch ya type A ni hapa 5. Lakini starch ya type B ni hapa 4. Kwa tunaanza unaandika 5 hii hapo. Alafu unakuja unamalizia 4. Hivi. Unaendelea kusoma swali. Anasemaje? Intake of if the minimum daily, ikiwa makadirio ya chini kabisa ya vyakula ambavyo vinatumika ilikuwa ni 15 units of protein and 12 units of starch. Kumbe moja kwa moja available au total intake ambayo ilikuwa inatakiwa itumike kwa starch ilikuwa ni 15. Nenda kaangalie. Ilikuwa hapo ilikuwa protein ilikuwa ni 15. Lakini 12 units of starch ilikuwa ni 12. Kwa nenda moja kwa moja kwenye protein ukaandika ambacho wao kinatumika kila siku. Maana ambacho wao kinatumika ni hiyo tunaita ni total au available. Kwa hiyo chukua hii 15 hii iandike kwenye protein. Protein iko wapi? Hii hapa unanyosha total yako unaandika hapa. Ni 15 hivi. Ukitoka hapo unakuja 12 of starch. Nenda moja kwa moja kwenye starch wapi? Hapa. Unanyosha starch ambao kinatakiwa kutumika kwa siku, maana yake ni total au available ni 12 hivi. Baada hapo kiendelea, how much food should be bought in order to meet those conditions. Akisema condition maana yake rudi kaangalie, je hapo tunaambiwa nini? Tunaambiwa ni minimum. Kwa kama tunaambiwa minimum sisi hapa, maana yake hapa hatuna cost. Ila kama angetuambia sijui nini angetuandikia cost au profit. Hapa hatuna cost wala profit. Sasa kama hujapewa, tunachoenda kufanya sisi, objective function yetu itakuwa ni food pamoja na food A na food B. Hiyo ndio itakuwa objective function. Kwa tunaanza kuifanya sasa. Tutaifanyaje? Hatua ya kwanza, lazima kwanza tutengeneze. Kama kungekuwa na cost kwenye swali letu, tungeandika hapa cost. Kama kungekuwa na profit, maana yake tungeandika profit, alafu tungeziandika. Lakini sasa hivi hatujaambiwa cost, profit wala cost. Kwa hiyo tunaanza kufanya, tunaanza kuform sasa inequalities hapa. Tunaanza kuform kwa kufanyaje? Hatua ya kwanza tunaandika let. Okay, tunaanza sasa tunasema food A tunaleta kwa ni x. Food B tunaleta kwa ni y. Kwa hiyo tunaanza let food A can be represented by x. Lakini food B sasa sisi kwa ni y. Hatuwezi kukaleta kwamba eti protein au ni x, hapo starch au ni y. Itakuwa itatuhangaisha sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu haya huyu na huyu wote hawa ni food moja. Kwa hiyo hatuwezi kukaleta x na y kwenye kitu ambacho ni kimoja. Kwa lazima tunaleta mwingine ni x, mwingine ni y. Ndio maana tunaleta food A kwa ni x, lakini food B kwa ni y. Kwa hiyo tuendelee. Tunaanza sasa. Food A hapa ya protein ilikuwa ni nini? Kwa kama tumeleta kwa food A ni x, maana itakuwa 4x. Kama tumeleta zote hizi ni x, zote zitakuwa x, hizo zote zitakuwa y. Lakini tunaanza protein, x wake ni huyu, y wake ni huyu hapa. Kwa hiyo tunaanza let food A kwa ni x, food B ni y. Tunaanza 4x plus tena ambayo inatumika hapa ni kujumlisha. Kwa hiyo itakuwa sasa utaanza 4x then plus hii hapa 6 huku ni y. Kwa hiyo itakuwa ni 6y. Haya.
Ukiangalia kuna x, kuna y. Tunategemea tunaoenda kuipata huku ni namba nzima ambayo ni available total. Tunaandika kitu gani? Harudi nyuma kaangalie. Alituambia ni nini? Ni minimum. Na sisi tumeshama condition. Ukiona tu minimum, maana yake baada ya kuandika tu hizi equations zetu, inequality ambayo natakiwa uiandike kabla ya total available. Tunaangalia hapa minimum. Tunasema tukiona tu neno minimum, at least, right, tunatumia greater than or equal. Kwa sisi itakuwa ni greater than or equal, unaandika 15. You write this to be the first equation. Unatoka hapo unakuja start. Hii tumesema ni x, hii tumesema ni y. Kwa hiyo tunasema 5x 5x z plus. Anayefuata huyo atakuwa ni 4. B tumeweka kwa b ni y. Kwa hiyo itakuwa 4y. Hizi zote ni y, hizi zote ni x. Kwa hiyo itakuwa ni 4y is greater than or equal to 12. That is this to be the second equation. Baada ya hapo, equation ikiisha. Kumbukani ametuambia hapa conditions. Akisema condition maana yake ni constraints. Constraints tunazo za aina mbili. Ya kwanza inasema x is greater than or equal to 0, unaleta hapo kwa equation ya tatu. Unakuja tena ya mwisho constraints. Inasema y is greater than or equal to 0, unaleta kwa ni equation ya 4. Baada ya hapo unaenda kuandika objective function. Sasa objective function inakuwa in terms of x, y, hiyo ndio objective function. Kwa inakuwa f bracket x y. Maana this is the objective function. Ni sawa sana. Kwa kuwa sisi hapa hatujapewa cost wala profit. Mara nyingi kwenye objective function tunatumia cost or profits. Lakini sisi hapa hatujapewa. Kwa maana yake tunaita tu objective function yawe ni x au ni y. Bas. Kwa itakuwa ni x plus y. Kuna x. Unaweza kuandika kwa equation star. Baada ya hapo ukifika hapa tunaanza kutafuta sasa the x intercept and y intercept. X intercept and y intercept. Baadaye tunaenda kuingia kwenye graph. Tukichora graph, corner point ambayo tunaenda kuzipata sisi kutoka kwenye visible region zitatusaidia sisi tupate the maximum kwa sababu au minimum kwa sababu tutainsert kwenye objective function. Naomba tuangalie sasa x and y intercept. Kwa kutoka hapa kwenye equation ya kwanza hapa ambayo inasemaje? Inasema kwamba 4x plus 6y. Kwa kuwa sisi tunaenda kuangalia sasa ni x intercept and y intercept. Maana tunachoenda kufanya hatutumii tena hii, tunatumia equal sign. Kwa hiyo tunatumia equal sign hapo 15. Hiyo ni equation ya kwanza hii. Lakini equation ya pili inasemaje? Equation ya pili naomba niandike hapa. Equation ya pili inasema kwamba 5x plus 4y this is equal to, hatutumii greater than, hii tunaitumia baadaye. Kwa hiyo tunasema 5x z plus 4y is greater than or equal to 12. Mtoka hapo tunaanza kutafuta table of values. Tunazipata table of value. Unaandika table of value. Tukianza na equation ya kwanza table of value yake, maana yake hapa tuna x na y. Kama hiyo tunaenda kuandika vyumba viwili hivi. Hii ni x, hii ni y. Baada hapo tunakata vyumba viwili kwa sababu pia variables ziko mbili. Unaanza. Ukiweka 0 hapa maana yake inamaanisha y intercept. Tukisema y intercept maana yake x ni 0. Utapata ya hapa. Lakini ukisema weka hapa 0 maana yake itakuwa x intercept. Y maana yake ni sawa na 0. Kwa sasa hapo unaweka 0 hapo unaweka na hapa 0. Inamaanisha nini? Y intercept x ni 0. Lakini x intercept y ni 0. Kwa hiyo tunaanza kuinsert kutumia equation ya kwanza. Tunaanza x alipokuwa 0 hapa, nikiweka hapa 0 hapa maana yake nabakiwa na 6 over y. 6y is equal to 15. Kwa maana yake itakuwaje sasa? Maana yake tunachukua hiyo equation 4 lakini x is 0. Tunaweka 0 hivi. Baada hapo tunajumlisha 6y ni sawa na 15 hivi. Maana yake itakuwa 0. Kwa hiyo tunabakiwa na 6y this is equal to 15. Baada hapo tunagawanya kwa 6, tunagawanya kwa 6. Kumbe sasa y ya kwanza inakuwa ni 15 chini ya 6. Ndio unaiandika hapa. 15 chini ya 6. Baada hapo tunakuja tena kutafuta thamani ya x. Lakini y alikuwa ni 0. Kwa hiyo tunachukua hapa tunaweka hapa 0. Ukiweka hapa 0 tunabakiwa na 4x ni sawa na 15. Kwa itakuwa 4x plus
6 there. This is equal to 15. Kwa maana itakuwa 4x sawa na 15. Hapa tukiganya kwa 4, tukiganya kwa 4 tunabakiwa x ni 15 juu ya 4. Kwa hiyo hapa itakuwa 15 juu ya 4. Baada hapo tunahamia table value equation. Table value tunaanza mbili x y. Tunaandika x y hivi. Tunaanza unaweka 0, unaweka 0. Weka 0, weka 0. Ukiweka 0 hivi maana inamaanisha kwamba y intercept x ni 0. Kwa hiyo tunaenda hapa. Baada ya kutumia pale tutatumia hii cosine. Tafuta ya hapa na ya hapa. Kwa hiyo tunaanza x ni 0. Tukiweka hapa 0 tutabakiwa 4y is equal to 12. Kwa hiyo tuchukua 4y is equal to 12 ingawa unapata y sawa na 3. Kwa hiyo hapo itakuwa 3. Unafanya kama ambavyo tumefanya hapa. Lakini unakuja nikisema y awe 0, y anakuwa 0. Nikichukua 5x is equal to 12 maana napata 12 over 5. Tunapata 12 out of 5. Baada ya hapo naenda kuchora graph. Haya graph yetu hapa unakuwa tu mjanja unaangalia je x zote ni hizi. Samani kubwa kabisa hapa ni ngapi? Maana yake ndio itakuwa ya mwisho. Kwa hiyo tukichukua 15 ganya kwa 4 hapa tunapata kama ni 3.something. Lakini tukichukua huyu ganya kwa hapa tunapata 2.something. Kumbe sasa huyu hapa ni mkubwa kuliko huyu. Kwa hiyo unachora. Kumbe kwenye x kubwa kabisa ni hii hapa. Lakini kwenye y 15 ganya kwa 6 tunapata 2.something. Huku je y ni 3. Kwa maana yake unajua kabisa hii hapa ndio kubwa. Usiandike manamba mengi naanza. Unachora na rula vizuri. Unaandika y, unaandika x. Then unaanza kuindicate. Pia ukiganya, ukichukua 15 ganya kwa 4. Gawanya kwa 4 unapata 3.75. Kwa ni 3.75. Kwa sisi tunaanza. Lakini huyu hapo ukimchukua 15 gawanya kwa 6. 15 gawanya kwa 6. Unapata 2.5. Kumbe tunaweza kusema hapa ni 1. Hapa iwe 2. Hapa iwe 3. Hapa iwe 4, hapa iwe 5. Ni y. Tunakuja kwenye x 15 point uganya kwa 15 ganya kwa 4 unapata 3.75. Lakini ukichukua hii 12 ganya kwa 5 12 ganya kwa 5 unapata 2.4. Kumbe huku kubwa kabisa mwisho tunaweza kuachwa hadi mpaka 4. Kwa hiyo tunasema hii hapa inaweza kama 1, alafu hii kama 2, ikawa 3, ikawa 4, ikawa 5. Then tunaanza kuindicate. Kwa ilipokuwa tunaanzia huku kwenye equation ya kwanza. Ilipokuwa x ni 0. Ilipokuwa x ni 0, y ilikuwa ni ngapi? Hapa kigani tunapata 2.5. Kama hapo tumeona 15 gawanya kwa 6 tunapata 2.5. Kumbe x ilipokuwa 0, y ilikuwa 2.5. X hapa ni 0, y ilikuwa 2.5. Hatunaangalia 2.5 iko wapi? Maana atakuwa hapa. Kuna shade kidogo, unaweka kama point kidogo au ka star. Baada hapo unahamia tena nyingine. Kwa x ilipokuwa 15.4 ambayo hii kigani unapata 30.75. Y ilikuwa ni 0. Kwa maana yake sisi tunaweza kukashufu kama hiyo. Ambayo hapa itakuwa ni 3.75. Kwa maana yake tutaweka hivi. Baada ya hapo tuna join hizo pointi zetu. Haya tunaunganisha. Ukiunganisha inaonekana hivi. Andake unamonyesha hivi. Haya ukimaliza unakuja ile ya pili. Kwa x ilipokuwa 0, y ilikuwa ni 3. X 0, y 3 hapa. Haya. X ilipokuwa 12 divided by 5.
Maana hapa tukigawanya tunapata almost 12 gawanya kwa 5. Unapata 2.4. 2.4 iko wapi? Unaweza tukashumu 2.4 iko hapa. Ile utakuwa unatumia graph. Kwa hiyo hapo ni 2.4. Baada hapo kitu gani ambacho tunaenda kufanya sasa? Tuna join hii mstari hii point mbili hizi. Hapa. Hivi. Kwa unaunganisha hivi. Ukimaliza kufanya hivyo, kinachofuata sasa, huyu hapa, huyu wa kwanza huyu, unamwandikia equation yake. Equation yake ni kwaje? 4x plus 6y is equal to 15. 4x plus 6y, this is equal to 15. Sasa kinachofuata ni kushade. Mtu anaweza kujiuliza, je, na shade wapi? Hapa, na shade wapi? Sasa ili kusudi ushade, angalia equation yako iliyokupa ya mwanzoni. Ilikuwa inasemaje? 4x plus 6y is greater than or equal. Imeangalia hivi. Kwa maana kitu kiandika vizuri hii, maana itakuwa hivi. Kwa kama imeangalia hivi, mimi tuna shade upande wa huko chini. Lakini kama ingekuwa imeangalia hivi, maana tunge shade upande wa juu. Kwa sasa hivi sisi equation yetu hii hapa tuna shade kwa chini hivi. Lakini tunaangalia na ile equation ya pili, unaiandika. Equation ya pili ilikuwa inasema 5x plus 4y. Haya, ili kusudi tujue wapi tuna shade, iandike pale hii uone hivi 12. Kumbe kama unaangalia hivi means tuna shade kwenda hivi. Ila kama ingekuwa inaangalia hivi, maana tuna shade kwa kwenda hivi. Kwa sisi tuna shade kushuka chini. Kwa hiyo tuna shade hivi. Hivi. Kwa hapa sisi tunatumia equal sign. Kwa hizi inquiry nilikuwa nakuonyesha tu ili kusudi uweze kujua wapi unaweza ukashade. Tukitoka hapo sasa tunakuja kuna constants zingine, equation ya 3 na ya 4. Hizi ni greater than or equal to 0. Kwa hiyo tunaenda kwenye mstari wa x. Mstari wa x uko wapi? Huu hapa. Kwa hiyo tuna shade kwa huku. Maana yenyewe inasema x is greater than or equal to 0. Kwa maana niko angalia, kwa hiyo tuna shade kwa kushuka chini hivi. Lakini ya huku ya y inasemaje? Ya y inasema y is greater than or equal to 0. Kwa maana yake ninaangalia hivi, sisi tuna shade kwa huku nje. Hatukitoka hapo sasa, tukiangalia hapo kuna points, hapo kuna points, hapo kuna points. Lakini eneo ambalo halijatiwa kivuli, hiyo tunaita visible region. Tunaita F means visible region. Sasa hii visible region, hizi point ya hapa na ya hapa, sisi wote tunaziita ni corner point. Kwa hivyo tunaenda kutumia corner point ili kusudi tuweze kujua minimum value ambayo iko inahitajika kwa types of food ambayo ni food A na food B, ikiwa ndani yake kuna protein na starch. Kutoka hapo sasa tukimaliza tu hapa kwenye visible region tumeshaipata namba ikiwa na kivuli chetu. Kwa hiyo tunachoenda kufanya tunasema corner points. Tunaandika corner points. Baada hapo tunaandika objective function. Objective function ambayo ilikuwa f x, y. This is equal to x plus y kama ikumbuka objective function. Lakini cha mwisho huku ni values. Maana yake thamani zake sasa. Kwa tunachoenda kufanya ukifika hapa wengine moja wanaleti iwe point A, point B, point C. Hilo unaweza kaenda moja kwa moja. Kwa mimi naanza na kwanza hii. Sasa hii hapa ya kwanza ilikuwa ni 3. Hapa ilikuwa ni 3. Kwa hiyo tunadili na y kwamba x ilikuwa 0, y ilikuwa ni 3. Kwa hiyo tunachukua ya hapa. Kumbe sasa kama ni hapa point yetu ya kwanza kwenye corner point, jamani tunachukua point hii na hii na hii ambayo imetoka kwenye visible region. Iweze kutupa the minimum value. Baada ya kumsadi kwenye objective function. Kwa hiyo tunaanza. Kwa x ilikuwa 0 lakini y ilikuwa ni 3. Kwa hiyo itakuwa 0,3 hivi. Kwa sababu sisi tukianza kusoma tunaanzia x baadaye y coordinates. Baada ya hapo objective function yetu inasemaje? X plus y. Haya, huyu hapa ni x.
kwa itakuwa 0 plus y wetu ni huyu hapa 3, kwa itakuwa 0 kujumlisha 3. Maana hapo utapata 3. Baada hapo unakuja tena ya hapa katikati. Sasa ya hapa katikati hapa, kama ukiwa umechora vizuri, kwa unaweza kaangalia pia huku ukajua ni ngapi, au kaangalia hapo ukajua ni ngapi. Kwa kumbe ya hapa ni rahisi zaidi kuipata. Ila sisi kwa kuwa sasa sisi hapa tujatumia scale, kwa kinachoenda kufanyika maana yake tunatafuta simultaneous hapa upate thamani ya x na y. Hiyo ndio itakuwa kona point ya hapa. Kwa haraka unaweza kutumia calculator au una solve simultaneous. Sasa unachagua sasa utumie njia gani? Unaanza 4 6 15, nakuja 5 4 alafu 12. Jibu la kwanza kwa hapa itakuwa ni 0.86 comma 1.93 yeah. Au unaweza kutumia, maana yake hapo utapata kwa mfano labda inaweza kama ni hapa inaweza kama ni 1 point something, hapa inaweza kama ni 1 au 1 point kadhaa, kwa sababu tunayosoma x ya huku chini na ya huku chini. Kwa ndivyo tunapofanya sisi. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 0.86 upande wa x, 1.93 upande wa huku juu wa y. Kwa hiyo itakuwa 1.93. Au tunaweza kaandika 1.9 labda ikawa 0.8 au 0.9. Tunaweza kufanya approximation. Yote ni sawa. Kwa hiyo tunaziandika hizo points mbili ambazo ni 0.86 au wewe tuandike 7. Let us put it 7, comma. Yapo kikadiria inakuwa ni 1.9 basi. Lakini hapa objective function inasemaje? X plus y. X plus y. Tunaanza x ndio hii ya kwanza. Kwa hiyo tunachukua 0.7 tunajumlisha na y ni 1.9. Kwa hiyo kwa 1.9. Baada ya kujumlisha ndio itakuwa value yao. Kwa naangalia sasa. Unachukua 0.7 kujumlisha 1.9 unapata 2.6, unapata 2.6. Baada hapo unakuja tena point ya mwisho. Kwa na point ya mwisho hii. Haya. Hapa ni 0, hapa ni 3.75. Kumbe hapo sisi itakuwa ni 0 tukikadiria inakuwa ni 3.7. Kwa hapo itakuwa ni 3.7,0. Kama hapa maana yake ilikuwa ni 3.75, ikadiria kwa 7.8. Kwa itakuwa 0, itakuwa 3.8,0. Tunachukua pia hapa x jamani, maana yake y wa huko itakuwa ni 0. Kwa tunaandika hivyo. Baada hapo tunakuja kwenye objective function. Hii hapa ni x, tunachukua hapa tunaweka hapa kwenye x. Baada kwa 3.8. Tuna plus huyu y, kwa hiyo y itakuwa ni 0. Kwa tunaweka hapa. Tukijumlisha hapo itakuwa ni 3.8. Kwa hii ndio itakuwa table yetu sisi. Sasa tukitoka hapo, kwa kuwa swali lilikuwa linasema minimum, unaenda kuangalia je, iko wapi ambao ni ndogo kuliko yote. Hiyo ndio itakuwa minimum. Minimum ya hapo sisi tukiangalia 3 ni kubwa. 2.6. Haya 3.8 kwa wapi ndogo kabisa ni hii hapa. Ambapo ni 2.6. Kwa hiyo kwa 2.6 nafuatia kwa kubwa hapa ndio kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa 2.6. Kwa hiyo tunaenda kuconclude sasa. Sasa tulikuwa tunauliza nini? The minimum value. Unasema sasa. Therefore, the units of 0.7, 1.9, 0.7, 1.9 kilogram minimize the conditions. Minimize the conditions of, lazima uandike na value yake. Ni ngapi? 2.6. 2.6. Kwa swali lako lilikuwa linaishia hapo. Thank you for watching.